Nikufundishe kidogo vikwazo ambavyo vinaweza vikakuzuia usiweze kumzalia Mungu matunda. Unaweza kuwa unatamani kuzaa matunda lakini ukashindwa kuzaa matunda kwa sababu ya hivyo vikwazo. Vinaweza vikakuzuia usimzalie Mungu matunda hata kama ungetamani. Naongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaangalia vikwazo. Kikwazo cha kwanza ambacho tunataka tukiangalie kinachoweza kukuzuia usizae matunda ni adui anakuwekea roho nzito. Andika hivyo hivyo. Adui anakuwekea roho nzito ya kushindwa kusamehe. Adui anaachilia roho nzito ndani yako ya kushindwa kusamehe, na kule kushindwa kusamehe kutazalisha uchungu ndani ya moyo wako. Kwa unaposhindwa kusamehe, kinachotokelezea ni kuzalishwa kwa uchungu, na hiyo inakuwa kikwazo cha wewe kuzaa matunda. Kwa hiyo utashindwa kumzalia Mungu matunda kwa sababu ya kubeba mzigo ndani yako wa uchungu. Bwana asifiwe sana. Hebu sema kushindwa kusamehe. Watu wengi sana wamebebana na mizigo mioyoni mwao na hawajui imewagharimu kwa kiasi gani. Unatembea na watu wengi sana kifuani kwako, umewabeba, umewashikilia miaka mingi sana, na unadhani unawakomoa wao. Inawezekana hawajakuomba msamaha au hawana hata mpango wa kukuomba msamaha, lakini madhara yanayopatikana kwa kule kuto kusamehe kwako ni makubwa sana kuliko unavyodhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hiyo Biblia inazungumza haya mambo kwa wazi. Kwa hiyo kuna madhara mengi sana yanayopatikana tunaposhindwa kusamehe. Madhara haya nimeyagawanya katika maeneo kwa namna tofauti tofauti. Madhara ya kwanza ya kutosamehe ni madhara ya kiroho. Hebu sema madhara ya kiroho. Unaathirika kiroho unaposhindwa kusamehe. Madhara ya kiroho, hiyo ni ya kwanza. Madhara ya kiroho, unaposhindwa kusamehe, kuna kitu cha kiroho kinazuiwa kisije kwako kwa sababu ya kushindwa kusamehe. Kwa unaposhindwa kusamehe, kuna ukuta unawekwa kati yako na Mungu wako, na kwa sababu hiyo ina block au inazuia mtiririko wa mambo ya kiroho kuja kwako. Naongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Mathayo 6 mstari wa 14 na 15. Mathayo 6:14 na 15. Mathayo 6:14 na 15. Mathayo 6 mstari wa 14 na 15, Biblia inasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, sema pamoja na mimi, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Kitabu kile cha Marko 11:25 na 26, Biblia inasema, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu. Kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu.
Lakini kama ninyi hamsamehi, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiposamehe, maana yake Mungu hawezi kukusamehe. Ndio tafsiri yake. Na kama Mungu hata kusamehe, kwa lugha nyingine, mahusiano yako na Mungu hayawezi kuwa mazuri. Kwa hiyo kuna vitu vya kiroho vitazuiwa kuja kwako kwa sababu ya wewe kushindwa kusamehe. Kwa nini? Kwa sababu unaposamehe mtu unamfungua mlango wa Mungu kukusamehe wewe. Naongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaposamehe unadhani ni kwa faida ya yule unayemsamehe, lakini kwa kweli ni faida yako. Kwa nini? Kwa sababu unaposamehe unaruhusu ulimwengu wa roho uwe upande wako. Unamruhusu Mungu awe upande wako. Unaruhusu mambo ya rohoni yaachiliwe aje kwako. Kwa lugha nyingine, kusamehe kunakupa access ya ulimwengu wa roho. Inakupa nafasi ya kuaccess zile baraka zako, ya kuaccess vile vitu vyako vya kiroho viweze kuja kwako. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani hivyo vitu vikaja wakati haujasamehe. Kwa nini anasema kama ninyi mtisiposamehe, maana yake na Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi, hata wasamehe ninyi. Naongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umeelewa? Unaposhikilia mtu, maana yake kuna kitu cha kiroho unakizuia kisije kwako. Mungu hawezi kuwa na ushirika na wewe. Kuna vitu hawezi kufanya juu yako. Kwa nini? Kwa sababu umeshindwa kuwasamehe watu. Hasemi kwamba wasameheni wanapokuja kuomba msamaha. Hajasema hivi. Anasema sameheni ili na Baba yenu apate kuwasamehe ninyi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, whether amekuomba msamaha hajakuomba, samehe kwa ajili yako. Kwa sababu unaposamehe si kwa ajili ya yule unayemsamehe, lakini kwa ajili yako. Maana yake unaposamehe, maana yake unaruhusu Mungu wako afanye kazi na wewe. Unafungua mlango wa Mungu kushirikiana na wewe. Naongea na mtu mmoja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu muhimu unahitaji kufahamu. Kwa hiyo madhara tunayopata kiroho ni kwamba tunakuwa mbali na Mungu kwa sababu ya kutosamehe. Kwa sababu ya kutosamehe tunajitenga na Mungu. Mungu anakuwa mbali na sisi. Na ni hatari kubwa sana. Kwa sababu Mungu hawezi kufanya ushirika na wewe, hawezi kufanya kazi na wewe, na mambo yanakwama kwa sababu tayari kuna block, tayari kuna ukuta umejengeka hapa katikati kwa sababu ya wewe kutokusamehe. Kwa hiyo unaposamehe ni kwa faida yako na si kwa faida ya yule unayemsamehe. Naongea na mtu mmoja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya hili somo utagundua kwamba hupaswi kumbeba mtu kwenye kifua chako. Amekuomba msamaha, hajakuomba msamaha, mfute, mtoe, kwa sababu anakuzuilia mambo mengi. Wakati mwingine umeomba sana, wakati mwingine umetamani kwenda hatua fulani, lakini umekwama, unajiuliza maswali. Wakati mwingine unafunga na kuomba, unafanya kile unachoweza kufanya, lakini kumbe moyoni umebeba watu waliokukwaza, whether kwa kukusudia au kwa bahati mbaya, lakini kule kuendelea kuwashikilia kumekuingiza kwenye hasara kubwa sana, kumekuchelewesha. Inawezekana ulitakiwa kuwa mahali fulani, lakini umekwama kwa sababu ya kuendelea kuwashikilia watu. Kwa hiyo unavyoachilia watu, unasababisha mbingu ifanye kazi upande wako. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu muhimu sana tunahitaji kufahamu, kwa sababu tofauti na hapo ni hatari sana. Uchungu ni kitu kibaya. Unapotunza, unaposhindwa kusamehe kwa muda mrefu, inageuka kwa uchungu. Na uchungu unakaa moyoni. Naongea na mtu. Kwa unaposhikilia jambo kwa muda mrefu, waliokukosea miaka mingi iliyopita, lile jambo linatengeneza uchungu. Na nitakueleza madhara yake kadiri muda unavyokwenda. Bwana asifiwe sana. Kubeba watu kifuani ni hatari sana. Kwa hiyo uchungu una block mambo ya kiroho yasije kwako. Tumeelewana hadi hapo?